Somo linasema kiongozi jitambue. Lakini kuna swali linauliza kiongozi ni nini? Yaani maana ya kiongozi ni nini? Amen. Namba moja. Namba mbili, kiongozi ni barua. Kiongozi ni barua. Nini maana ya barua? Maana ya barua, kuna kitu ambacho kimeandikwa ndani ya barua. Maana yake barua inasomwa. Kwa hiyo kama kiongozi wewe ni barua, maana yake unasomwa. Kwa hiyo kiongozi ni sawa na barua, na barua inasomwa. Sasa unasomwaje? Namba tatu, kiongozi ni kioo. Kiongozi ni kioo. Maana ya kioo, kinaangaliwa. Unaangaliwaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Namba nne, kiongozi ni mfano wa kuigwa. Yaani mtu yoyote ambaye ni kiongozi anaigwa. Yaani kuna watu wanasema tumuige kiongozi fulani kwa sababu ya yale anayokuwa anatenda. Kwa hiyo kiongozi anaigwa. Yaani ni mfano wa kuigwa ya. Kiongozi ni mfano wa kuigwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ngoja nianze kuchambua sasa. Kiongozi unaweza ukawa mtu yoyote. Unaweza ukawa kiongozi wa nchi. Unaweza ukawa kiongozi wa mkoa. Unaweza ukawa kiongozi wa wilaya. Unaweza ukawa kiongozi wa tarafa. Unaweza ukawa kiongozi wa mtaa. Unaweza ukawa kiongozi kanisani. Unaweza ukawa kiongozi wa familia. Yaani katika familia yako wewe ni kiongozi. Haleluya. Sasa wewe unayesikia sauti hii na mafundisho haya utakuwa unajiangalia sasa kwamba kumbe na mimi ni kiongozi. Wewe ni kiongozi wa familia. Lakini kuna mwingine ni kiongozi kanisani. Kwa hiyo utakuwa unatafakari. Andika, ukiwa kiongozi ukashawishiwa na shetani ukamtii, nitarudia, ukiwa kiongozi ukashawishiwa namba moja, utasababisha vifo. Namba mbili, utasababisha matatizo makubwa. Kutokana na eneo ulilokuwepo. Unaweza kusababisha matatizo kwenye nchi yako. Unaweza kusababisha matatizo kwenye kanisa. Unaweza kusababisha matatizo kwenye nyumba.
unaweza ukasababisha matatizo kwa majirani, unaweza ukasababisha matatizo kiwilaya, unaweza kusababisha matatizo kimkoa, kutokana na uongozi wako upo mahali gani. Kwa hiyo ukiwa kiongozi ukashawishiwa na shetani ukamtii, matokeo yake utasababisha vifo na matatizo makubwa mahali husika.